if I found you not to attend cabinet 3 times without reason, you are out of government. Kwa zaidi ya miongo minne, jina la Idi Amin Dada limekuwa likitajwa duniani kama mfano wa kile kinachoitwa udikteta wa Afrika. Katika simulizi za vyombo vikubwa vya habari vya Magharibi, Idi Amin amechorwa kama kiongozi mwenye ukatili wa kupindukia, mtu asiye na akili timamu na kielelezo cha kushindwa kwa Waafrika kujitawala wenyewe. Lakini historia inapochunguzwa kwa kina, swali kubwa linaibuka. Je, huu ni ukweli kamili wa kihistoria au ni simulizi iliyotengenezwa kwa maslahi ya kisiasa ya kiuchumi ya mataifa yenye nguvu? Makala hii ya leo haikusudii kumsafisha Idi Amin wala kumtukuza. Lengo lake ni moja tu, kuchambua historia yake bila miwani ya CNN, BBC wala propaganda za vita baridi. Ni jaribio la kuirejesha historia kwenye muktadha wake halisi ili mtazamaji ajifunze, afikiri na ahukumu kwa uelewa mpana zaidi. Mimi ni Isaac Samuel, tuwe wote mwanzo mpaka mwisho. Also, what I wanted in southern part of Africa is completely in Rhodesia and South Africa majority rule. Ili kumuelewa Idi Amin Dada, ni lazima kwanza umrudishe kwenye mazingira aliyokulia kabla hajawa rais. Idi Amin hakukuzwa katika mfumo wa siasa za kidemokrasia wala hakulelewa kwenye maadili ya kidiplomasia ya Magharibi. Alikulia ndani ya mfumo wa kijeshi wa kikoloni wa Waingereza, mfumo ambao haukutengenezwa mahususi kwa ajili ya kuunda viongozi wa hoja, bali ulitengenezwa mahususi kuunda askari watii, askari wakali na wanaotumia nguvu bila kuuliza maswali. Katika mfumo huu, askari Mwafrika alifundishwa kuwa chombo cha ukandamizaji dhidi ya Waafrika wenzake kwa maslahi ya wakoloni. Alipigwa, aliadhibiwa na alidhalilishwa na pia alinyimwa heshima. Mfumo huu haukumfundisha huruma wala uvumilivu wa kisiasa. Ulimfundisha amri, adhabu na matumizi ya nguvu kama njia ya kutatua migogoro. Ukweli huu mara nyingi hupuuzwa katika simulizi za Magharibi kwa sababu kukubali ukweli huu kungekuwa lawama kwa waliounda mfumo huo. Kwa hiyo Idi Amin hakuwa ajali ya kihistoria, bali alikuwa zao la mazingira yaliyojengwa ndani yake. Alipoingia madarakani, aliingia pamoja na mbinu na mitazamo aliyojifunza katika mfumo wa kikoloni, lakini sasa akajaribu kuutumia dhidi ya mfumo ule ule uliomkandamiza. Mwanzo mwa utawala wake, Idi Amin hakuwa adui wa wazi wa Magharibi. Kwa kipindi kifupi, alionekana kama kiongozi ambaye angeweza kushirikiana nao. Hata hivyo, hali ilibadilika haraka pale alipoanza kuonyesha msimamo wa kujitegemea na kupunguza ushawishi wa Uingereza ndani ya jeshi na serikali ya Uganda. Hatua hizi kwa macho ya Magharibi zilikuwa ishara ya hatari. Katika historia za siasa za kimataifa, kiongozi ambaye hawezi kudhibitiwa kwa urahisi huchukuliwa kama kitisho. Idi Amin alipoanza kuonyesha kwamba hataki kuongoza kwa simu kutoka London wala kufuata ushauri wa kisiri wa wakoloni wa zamani, alijiweka moja kwa moja kwenye orodha ya viongozi wasiopendeza. Kuanzia hapo, simulizi yake ilianza kubadilika taratibu kutoka kiongozi wa kijeshi na kwenda kuwa dikteta wa hatari. Kabla ya Idi Amin kuingia madarakani, uchumi wa Uganda ulikuwa mikononi mwa makampuni ya kikoloni na wafanyabiashara wa Asia waliowekwa na Waingereza. Waafrika wengi walikuwa wafanyakazi tu na wakulima wa chini wasio na mitaji wala umiliki wa kweli wa uchumi wa nchi yao. Huu ulikuwa mwendelezo wa mfumo wa kikoloni uliobadilishwa sura, lakini ukaendelea kuishi nchini Uganda. Idi Amin alipouliza kwa nini nchi ilikuwa huru kisiasa na si huru kiuchumi, alikuwa amegusa mzizi wa tatizo. Hatua yake ya kuwafukuza wafanyabiashara wa Asia imekuwa ikitafsiriwa kama chuki ya kikabila, lakini kiini chake kilikuwa suala la uchumi na umiliki. The economy of Uganda
and I must make sure that every Ugandans get a fruit of independence. Since independent, actually Uganda is not yet independent, I will say that. Ni lengo la hatua hiyo, bali wao walijikita kwenye athari zake pekee, wakimtangaza Idi Amin kama kiongozi wa kibaguzi na asiye na mantiki. Hapo ndipo simulizi za kumchora kama adui wa ubinadamu zilipoanza kushika kasi. Hakuna uchambuzi wa haki unaoweza kupuuza ukweli kwamba mauaji ya kisiasa yalitokea chini ya utawala wa Idi Amin Dada. Wapinzani wa kisiasa, maafisa wa jeshi na makundi yaliyotazamwa kama tishio walipata mateso na vifo. Hili ni jambo ambalo halipaswi kufichwa. Hata hivyo, propaganda iliyoingia kwa nguvu ni katika matumizi ya namba. Kwa miaka mingi dunia imeambiwa kwamba Idi Amin aliua kati ya watu 300,000 hadi 500,000. Namba hizi zimerudiwa mara kwa mara bila kuwepo kwa uchunguzi huru wa kimataifa unaothibitisha takwimu hizo. Hakukuwa na sensa ya uhakika wala kumbukumbu za kisheria za kuunga mkono madai hayo, lakini kwa sababu zilirudiwa mara nyingi na vyombo vyenye nguvu, ziligeuka kuwa ukweli usio na maswali. Hii ni mbinu ya propaganda inayojulikana vizuri katika historia ya kimataifa, yaani rudia madai mpaka yaaminike kuwa ukweli. Mauaji chini ya Idi Amin hayakuwa mabaya, lakini yalikuwa sehemu ya siasa za kuishi madarakani katika mazingira ya kuhofia mapinduzi. Si mauaji ya kiolela ya wananchi wote kama yanavyopakwa rangi na media za Magharibi. Kinachofanya simulizi dhidi ya Idi Amin Dada ionekane yenye mashaka ni unafiki wa wazi wa Magharibi katika kuhukumu mauaji ya viongozi wengine. Viongozi kama Mobutu wa Zaire, Suharto wa Indonesia pamoja na Pinochet wa Chile walihusika na mauaji makubwa ya raia, lakini hawakuchorwa kama vichawa ajabu. Badala yake waliitwa viongozi thabiti kwa sababu walikuwa washirika wa Magharibi. Hapa ndipo ukweli mchungu unapojitokeza wazi. Mauaji yanapofanywa na rafiki wa Magharibi huitwa uthabiti wa kisiasa, lakini yanapofanywa na mpinzani wa Magharibi huitwa dikteta wa damu. Idi Amin aliangukia upande wa pili wa mizani hii ya kisiasa. Hatimaye Idi Amin hakushindwa kwanza kwa vita, bali alishindwa kwa simulizi. Vyombo vya habari vya Magharibi vilimchora Idi Amin kama kichaa, mtu mwenye mzaha na kiongozi asiyo na uwezo wa akili. Matamshi yake ya dhihaka na kejeli dhidi ya wakoloni wa zamani yalitafsiriwa kama dalili za wazimu, badala ya kuonekana kama mbinu ya kisiasa ya kuwadhihaki wanaomdharau. Kwa kuondoa muktadha wa historia yake, mazingira yake na mfumo uliomjenga, simulizi moja tu ilibaki. Simulizi hii ilisaidia dunia kuona Afrika kama bara lisiloweza kujitawala na kuhalalisha kuendelea kuingiliwa kisiasa na kiuchumi. Idi Amin Dada hakuwa malaika, lakini pia hakuwa shetani wa ajabu kama alivyochorwa. Alikuwa zao la ukoloni, kiongozi aliyekosea, lakini pia alikuwa mfano wa kile kinachowapata viongozi wanaothubutu kugusa maslahi ya Magharibi. Historia yake inatufundisha somo moja kubwa: ukweli wa historia hutegemea nani anasimulia na kwa maslahi ya nani. Mimi ni Isaac Samuel. Endelea kufuatilia Vision TV na vipindi vinavyoendelea. Chao.